Basi acha niombe kwa ajili ya neno la Mungu. Baba Mungu, katika jina la Yesu, nalibariki jina lako na kulitukuza. Asante kwa kuwa wewe na asante kwa kubaki kuwa wewe. Maana wewe ni Mungu na hakuna Mungu kama wewe. Baba, libariki neno lako katika jina la Yesu. Amen. Mtazamaji, leo tunaenda kujifunza kwa habari ya pumzi. Pumzi ambayo ametupa Mungu. Somo kama unaandika, andika pumzi. Haleluya. Basi usome kitabu cha Methali 20 mstari wa 27. Lakini pia tutasoma kitabu cha Mwanzo 2 mstari wa 7. Somo langu leo nimesema tunajifunza kwa habari ya pumzi. Pumzi ya mwanadamu, cha kwanza tunaposoma ile neno tunaona pumzi ya mwanadamu ni mali ya Mungu. Pumzi tuliyokuwa nayo wanadamu, pumzi ni mali ya Bwana. Na pumzi ndio inayotupelekea kumtambua mtu kuwa yupo hai. Tukitaka kujua mtu yupo hai, tunaona mtu anapumua. Lakini tukitaka kujua pia mtu kwamba amekufa, tunaona huyu mtu hapumui tena. Tukimwona hapumui, tunajua huyu mtu amekufa. Kitu ambacho nazungumza leo kwamba pumzi ya mwanadamu ni mali ya Bwana. Na pumzi ambayo Mungu ametupa, pumzi ndio inayopeleka taarifa zetu kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hii pumzi inapeleka taarifa zetu kwa Mungu. Manake mwanadamu ambaye yupo hai, ambaye bado anapumua, hii pumzi aliyokuwa nayo ni pumzi ambayo Mungu amekuacha kuwa hai. Manake atakupeleleza kwa pumzi ambayo upo nayo. Nasema pumzi ya Mungu, pumzi ni mali ya Bwana. Pumzi ya mwanadamu ni mali ya Bwana. Pumzi ndio inayopelekea taarifa zetu sisi kwa Mungu. Manake kila unapovuta pumzi, unapoingiza pumzi na kutoa, ile pumzi inarudisha taarifa kwa Mungu. Inarudisha taarifa kwa Mungu kwa habari. Huyu mtu umehubiriwa Injili, umeokoka. Umekaa kwenye nafasi fulani, katika nafasi uliyokuwa nayo. Mungu anaangalia, je, katika nafasi ambayo amekuweka unatumika sawa sawa na anavyotaka? Unalitumikia kusudi la Mungu? Mungu amekuweka mahali mbalimbali. Amekuweka kanisani. Mwingine amewekwa kanisani lakini amewekwa kwenye eneo tu la kufagia kanisa. Maana yake kama mtu wa Mungu, mtu ambaye umeokoka, taarifa zako kila siku zinapelekwa mbinguni. Na tumeambiwa pumzi ya mwanadamu ni mali ya Mungu. Mungu amekupa pumzi, Mungu ametupa pumzi ambayo ametupa kwa ajili. Maana yake pumzi yetu ina kazi na inapeleleza maisha yetu ya kila siku. Inapeleleza juu ya uaminifu wetu kwa Mungu. Inapeleleza kwa nafasi ambazo Mungu ametupa. Zinarudisha kwa Mungu kwamba huyu mtu katika eneo ambalo umemweka kila siku ya maisha yetu, kila siku tunavyoishi, pumzi ya Bwana. Nasema pumzi ya Bwana ni taa, nayo inamulika ndani yetu. Mungu amekupa pumzi. Je, unasimama katika nafasi yako? Unalitumikia kusudi lako katika eneo ambalo Bwana amekupa? Sema pumzi ya Bwana ni taa ndani yako, inamulika maisha yako. Unayaishi mapenzi ya Mungu? Kama uyaishi mapenzi ya Mungu lakini unaonekana unaingia kanisani kila siku, unaweza ukajionyesha mbele ya watumishi wa Mungu, mbele ya watu, ukaonekana ni mwimbaji ambaye una unyenyekevu wa ndani, ukaonekana ni mtumishi ambaye mbele ya mchungaji wako, ukaonekana ni mshirika ambaye uko sawa. Lakini ipo pumzi ya Bwana ambayo kila siku inarudisha taarifa zako kwa Mungu. Inarudisha taarifa zako juu ya uaminifu wako katika safari yetu ya wokovu. Juu ya uaminifu wako katika eneo ambalo Mungu amekupa. Juu ya uaminifu wako katika kanisa ambalo Mungu amekuweka. Unaweza ukajificha kweli machoni pa watu, lakini kumbe kuna zaidi ya hivyo.
Si tunakuona kwa sababu sisi pia tukikuona tunaweza kuona huyu mtu ni mnyenyekevu, huyu mtu anampenda Mungu, lakini ndani yako, mbali na kanisa, hatutakuona. Lakini tuko hapa nakwambia kwamba pumzi ya Bwana inapeleleza maisha yetu. Sema, pumzi ya Bwana ndio inayopeleleza, inapeleka taarifa kwa Mungu. Kama wewe ni mtu ambaye katika nafasi yako umesimama, na ili mwanadamu tunaona pumzi, nafasi ya pumzi, ili tukutambua uko hai, tumesema tunakuangalia kwamba uko unapumua. Anatupeleleza kwa ile pumzi iliyo ndani yetu. Na mwanadamu unaweza ukaishi katika hali ya maficho. Kuna vitu ukavificha, bado unaendelea kuvishikilia, unasema kwamba kuna watu hawakuoni. Lakini pumzi ya Mungu inapeleka taarifa kwa Mungu. Na ukumbuke, kwa Mungu hakuna kilicho gizani. Amina. Roho wa Mungu amekuumba. Pumzi ya Bwana inatupa uhai. Manake uhai uliokuwa nao kuna kazi inatakiwa iendelee kufanyika kwa sababu ya huo uhai. Ikiwa bado unapumua, manake Mungu anataka kukuona katika nafasi aliyokupa unatembea katika uaminifu. Anataka kukuona umesimama katika nafasi aliyokupa, unamtumikia Mungu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anataka kukuona katika ile nafasi kwa sababu yeye amekuumba na pumzi yake ndiyo uhai. Wakati huko bado unapumua, Mungu akiangalia amekuacha huko hai. Ni kweli umesimama kwenye nafasi ambayo Mungu anataka? Ni kweli unamtumikia Mungu? Taarifa zako zinaporudi kwa Mungu, wewe mwenyewe unaangalia maisha yako ya kila siku. Ni kweli taarifa zako zinazoenda mbinguni ziko sawa? Mungu ametupa hii pumzi tuliyokuwa nayo, bado tunapumua. Maana yake Mungu bado ana kusudi na sisi. Mungu bado ana kazi na sisi. Mungu ametuamini kanisa, watu wa Mungu ametuamini kusimama kwenye nafasi tulizokuwa nazo. Mungu ametuamini. Nataka nikwambie kwamba kwanza, hakuna kiumbe ambacho kisichokuwa wazi mbele za Mungu. Tuko wazi mbele za Mungu. Tunaweza tukaonekana kana kwamba tuko watu wazuri, lakini mbele za Mungu tunapelelezwa kwa pumzi tuliyokuwa nayo. Mungu anatupeleleza maisha yetu ya kila siku, na taarifa zetu zinaenda kwa Mungu kila siku. Mwingine umepewa nafasi ya kuombea kanisa, mwingine umepewa nafasi, mwingine ana huduma ya kulea watoto yatima, mwingine anapewa huduma ya kufagia choo kwenye kanisa. Lakini je, hiyo nafasi ambayo Mungu amekupa unaitendea kazi sawa sawa na mapenzi yake? Taarifa zako za kila siku zinaenda mbinguni, ziko sawa mbele za Mungu? Na Mungu ikiwa amekupa wewe pumzi, amekuacha wewe unaishi, upo hai, umesimama kabisa kuyaishi mapenzi ya Mungu. Wangapi walitamani kuwa hai? Utasema nini mbele za Mungu baada ya pumzi hiyo kukata? Ikiwa Mungu amekupa nafasi, Mungu amekupa nafasi kwenye eneo hilo hilo, na anataka kuona kwenye hilo eneo ukifanya sawa, na Mungu anashangaa kuona wewe amekupa nafasi ya kuwa hai, lakini hauko sawa mbele za Mungu, hauko mwaminifu mbele za Mungu, hauko mwaminifu katika eneo ambalo Mungu amekupa. Maandiko yanasema pumzi ya Bwana inapeleleza, ni taa ambayo inamulika maisha yetu na inapeleka taarifa kwa Mungu kila siku kwamba huyu mtu, maeneo ambayo umemweka Mungu, hatumiki kipasavyo. Tuko wazi mbele za Mungu. Anasema hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake. Unaweza kujificha sawa machoni pa watu, unaweza kuonekana mbele za watu kwamba wewe unatumika vizuri, unatoka mbele za watu, mbele ya kanisa, unatoa sadaka, unatoa mafungu ya 10, kumbe wewe ni mwizi kama wizi wengine. Na taarifa zako zinafika, na kumbuka, mwizi hauoni ufalme wa Mungu. Mwizi hata ingia mbinguni.
Mbele za watu unaonekana ni mwaminifu, lakini pumzi ya Bwana inapeleleza, inamulika maisha yetu popote pale, inamulika juu ya kile ambacho Mungu amekupa, kama unaenenda katika uaminifu, kama unaenenda katika haki. Mpendo wangu, niko hapa nikuambie kwamba pumzi tulio nayo inatudai utakatifu, inatudai uaminifu, inatudai kuzaa matunda, inatudai kuwa watu ambao tumenyoka mbele za Mungu. Maana pumzi tuliokuwa nayo ni kitu cha thamani sana. Wapo watu sasa hivi wako huko wanalilia, wako wanapumlia kwenye mashine. Sisi Mungu ametupa nafasi kuwa wazima, tunapumua tukiwa tuna afya njema. Simama kwenye nafasi yako. Hakuna, hapa tumesoma, hakuna kiumbe ambacho kisichokuwa wazi mbele za Mungu. Wakati utafika wa kutoa hesabu ya kile ambacho unakifanya. Wakati utafika utatoa hesabu juu ya matendo yako, juu ya nafasi ambayo Mungu alikuumbia. Umeumbwa kwa kusudi la Mungu. Tumika kwenye nafasi uliyokuwa nayo kwa uaminifu, maana pumzi uliyokuwa nayo ni mali ya Bwana. Mungu amekuamini wewe kwenye hiyo nafasi. Anza kuwa mwaminifu ili Mungu akuamini tena. Mungu amekuamini wewe, Mungu ametuamini sisi tukae kwenye nafasi. Pumzi ya Bwana ni taa ndani yetu, maana yake yanamulika maisha yetu yote. Hata yale ya gizani, unaweza ukatembea ukahisi hapa hakuna mtu anakuona. Nataka nikwambie pumzi ya Bwana ni taa, inamulika maisha yetu. Inamulika maisha yetu. Kristo Yesu ni nuru. Hauwezi kujificha, kwa sababu yeye ametuumba mwenyewe, anatujua vizuri, na ametupa hii nafasi ya kuwa wazima ili tumtumikie kwa moyo wote katika siku hizi za mwisho. Kila mtu asimame kwenye nafasi yake. Na kama upo unajiona kabisa kwenye maeneo ambayo Mungu amekuweka, kwenye eneo ambalo Mungu amekuweka kwenye huduma yoyote, hauko vizuri, unaweza kumwomba Mungu toba na ukaamua leo kwamba mimi nataka ninyooke katika wokovu, ninyooke katika eneo langu. Mimi kuna eneo siko sawa. Unajijua mwenyewe, na kama ujijui mwambie Mungu akusaidie, kwa sababu yeye ni taa, akumulikie ni eneo gani ambalo uko sawa. Kisha tumtumikie Mungu katika uaminifu. Naongea na kanisa la Bwana katika eneo ambalo Mungu amekupa. Ni kweli Mungu anajipatia utukufu? Ni kweli Mungu anatukuka? Ni kweli Mungu anakufurahia? Taarifa zako utazikuta kwa Mungu. Mbele za Mungu wote tuko wazi. Tunaweza tukaonekana machoni pa watu, lakini kumbe taarifa zetu huko mbinguni haziko sawa. Lazima tuwe waaminifu mbele za Mungu. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Bwana Yesu. Kuna mtu amesikiliza neno na kwa namna moja limemgusa, natamani kuanza upya na Mungu. Lakini kuna mtu mwingine kabisa atapata kuona kipindi hiki, ama unatazama sasa hivi, neno la Mungu limekugusa na unatamani kubadilika, lakini wewe ambaye haujawahi kumpokea Kristo kabisa, niko hapa nikwambie kwamba msalaba haujawahi mkataa mtu, na ni mahali pa makimbilio. Unataka kumpokea Yesu afanyike Bwana na Mwokozi wa maisha yako, uanze kutembea nuruni, na huku ukijua taarifa zako za maisha yako ya hapa duniani zinarudishwa kwa Bwana. Mungu anakupeleleza. Umechoka kuishi maisha ya gizani, umechoka kuishi maisha ya dhambi. Basi utafatisha sara hii
na ukikiri kwa imani, maisha yako yatabadilika kabisa. Hautabaki jinsi ulivyo. Hautakuwa mtu wa gizani tena. Utaingizwa nuruni na Kristo Yesu. Popote pale ulipo, fatisha maneno haya. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba unisamehe dhambi zangu. Kwa maana mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba unisamehe. Ninaomba unikubali. Ninaomba unifanye kuwa kiumbe kipya. Ninaungama dhambi zangu zote mbele zako. Nifanye leo niwe kiumbe kipya. Ninamkataa shetani na kazi zake zote, na kupokea wewe ufanyike Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, katika jina la Yesu, amen. Kama umefuatisha sala hii kwa imani kabisa, tangu leo umeokoka. Wewe ni mtu wa nuruni. Ninakupenda sana. Mimi ni Pastor Beatrice Mwaipaja, binti wa Yesu. Mungu wa mbinguni akubariki. Uwe na wakati mwema.